الحمد لله رب العالمين يا رب. والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بباله. ما كل ذلك يفنى إلا إذا أدخل في قبره. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ulah. Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. Ikhwata al-Islami wal-Iman, أحباب رسول الله، إن عنوان خطبتنا اليوم، أو إن موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول: العبرة في موت رئيس مغفولي. Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia mazingatio
juu ya kifo cha Rais Magufuli. Khutba yangu hii ya leo si khutba ya kubeza, wala si khutba ya kucheka au kuchekelea kwa mwanadamu mwenzetu kutangulia mbele ya haki. Khutba yangu ya leo si khutba ya kumsifu rais aliyetangulia mbele ya haki kwa Mola wake wa haki, wala khutba yangu ya leo si khutba ya kumponda na kumzungumza vibaya aliyekuwa rais wetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Sahihul Bukhari ametufundisha, ametuelekeza, ametuambia la tasubbul amwat, msiwatukane maiti, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu au kama jaa an rasulillah, kwani hakika ya maiti amekwisha enda kule ambako ametanguliza matendo yake. Mimi leo nataka tupate mazingatio mimi na wewe juu ya tukio hili ambalo kwa mimi binafsi ninaliona ni tukio la aina yake katika nchi yetu. Kwa nini nilione kuwa ni tukio la aina yake? Rais huyu aliyetangulia mbele ya haki ni rais wa 5 kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria za nchi. Wamekwisha pita 4 kabla yake, na katika 4 waliopita kabla yake 2 wamekwisha fariki, na hivi ninavyozungumza na wewe wapo mbele ya Mola wao ya haki. Wa kwanza ni rais wa kwanza Mwalimu Nyerere, na wa pili ni rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Lakini wote hawa wawili umauti umewafikia hali ya kuwa wamekwisha staafu, wamekwisha maliza majukumu yao ya kitaifa. Rais Magufuli alikuwa na ndoto, alikuwa na dream zake, miradi yake mbalimbali Mola ameamua kuzisimamisha kwa kumuondoa yeye. Ndoto zake zimezimika. Ni rais aliyetuongoza kwa miaka 5 na nusu. Pengine alikuwa anatamani amalize muda wake wa miaka 10. Hata baadhi ya Watanzania, namna tulivyompenda, imefika pahala wengine tulikwisha anza maneno kwamba aongezewe muda. Aliyomo mbinguni, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo, alikuwa anatutazama tu. Tulisahau ya kuwa alikuwa ni mwana wa Adam. Tulijisahau na sisi ya kuwa kama kuna kifo. Wangapi katika waheshimiwa wa bunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwa wakisikika wakisema atake asitake tutamwongezea muda. Lakini mmiliki wetu, muumba wetu, Mola wetu, mfalme wetu, aliyeepukana na sifa zote pungufu, ambaye halali, hasinzii, hafi abadani, hachoki wala hapaswi kuchoka,
alikwisha kadiria kiumbe wake John Pombe Magufuli afariki juzi hapa tarehe 17 mwezi huu kama sikosei. Mazingatio yangu si kucheka. Hakuna jambo ambalo ni baya mno kama kuchekelea kifo cha mtu, kwa sababu kifo si njia ya mtu mmoja. Binafsi alinitendea mema mwaka 2007 mwezi wa 9 nilipotaka kusajili shule zetu zilizo chini ya Al-Hikma Foundation. Tukanunua viwanja kadhaa. Kwa miaka 5 Waislamu wenzangu wawili ambao walikuwa wengine manispaa ya Temeke na wengine wizara ya ardhi walininyima kibali cha kubadilisha matumizi na kujenga shule kwa miaka 5, mpaka nikaenda kwa kiumbe huyu wa Allah ambaye Allah amemjalia kuwa rais wa nchi yetu kwa muda wa miaka 5 na nusu, miaka 5 na miezi 5 takriban, na akaweza kunipitishia ndani ya siku 2. Mimi kama Muislamu na shekhe nimeli appreciate, nitaendelea ku appreciate na nitaendelea kumpongeza kwa lile jambo jema ambalo amenifanyia mimi na Waislamu wenzangu kwa ujumla. Si hilo tu, mwaka 2019 katika uwanja wa Taifa alipokuja mwenyewe akasema nakuja bila ya kualikwa na sisi, nikamwomba anipe kiwanja na amenipa kiwanja, na tayari hospitali ya Waislamu tunajenga katika kiwanja hicho, takriban hospitali itakayohimili ghorofa 9 mpaka 10. Binafsi sina sababu ya kuchekelea, na Uislamu haujanifundisha mimi kucheka na kupiga cheers kwa kufa mwanadamu wenzangu. Anasemaje Imam Shafi'i? Tamanna unasun an amuta, wametamani baadhi ya watu mimi kufa. Fa in amut, mimi nikifa, fatilka sabilun lastu fiha biauhadi, hiyo si njia yangu peke yangu, ni njia ya watu wote. Kwa hiyo khutba yangu ya leo sina maana ya kubeza, wala sina maana ya kumtaja vibaya maiti, kwa sababu amekwisha tangulia mbele ya Mola wake, na nina hakika kwa 100% Mola alivyokuwa mwadilifu atamlipa malipo stahiki kwa matendo yake aliyoyafanya hapa duniani. Waislamu, khutba yangu ya leo ni kwamba hatujazoea katika nchi yetu katika ngazi ya rais kufa madarakani, na kwa mujibu wa nchi yetu na sheria na kanuni na taratibu zake, rais ndio top, rais ndio mtu wa kwanza, rais ndio kiongozi wa juu ambaye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imempa pawa ya hali ya juu. Mimi nataka leo mimi na wewe tuzingatie pawa ya Allah. Rais alikuwa ni mtu mkubwa katika nchi yetu, lakini Allah amethibitisha yeye ni mkubwa kuliko rais na mkubwa kuliko wakubwa wote. Hii ndio mazingatio yangu mimi na wewe katika siku hii ya leo. Naam, kullu bakin sayubka, kila mwenye kulia atalizwa. Wa kullu na'in fasayun'a, kila mwenye kutoa taarifa au tangazo la kifo cha mtu, naye hataiko siku atatangazwa kuwa naye amekufa. Wa kullu madhkhurin sayunfa, kila kilichowekezwa iko siku kitakwisha.
wa kullu madhkurin sayunsa, kila aliyetajwa sana, kila aliyepata jina sana, kila aliyejipatia umaarufu sana, iko siku atasahaulika. Laisa ghayrullahi yabqa, hakuna atakayebaki zaidi ya Allah. Man ala fallahu a'la, atakayekuwa juu iko siku atakuwa chini na atalazwa ndani ya tumbo la ardhi. Atakayekuwa juu ajue ya kuwa Allah yuko juu yake. Naam, almaut ni umauti ndugu zangu, kiboko wa viumbe wote. Sisemi ya kuwa umauti ni kiboko wa wana wa Adam, bali nasema umauti ni kiboko wa viumbe wote. Allah subhanahu wa ta'ala ana mwakilishi wake katika kutoa roho za viumbe wote, hadi sisimizi, hadi nzi, hadi mbu, hadi hata mdudu yoyote mdogo, limradi kama ana uhai. Allah ametengeneza system na amemweka kiumbe maalumu na akampa kazi ya kutoa roho za viumbe wake. Katika suratu As-Sajda Allah anasema, qul, sema ewe Muhammad, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, anayekufisheni, anayechomoa roho zenu, anayetoa roho zenu. Kama ni wema atatoa kwa takhfif ya hali ya juu, na kama ni mbaya na muovu atatoa roho yako kwa uchungu wa hali ya juu. Si mwingine naye ni malakul maut. Waswahili tumezoea kumwita Israel. Huyo katika suratul An'am Allah anatuambia na jopo lake la malaika wanaomsaidia katika hilo. Hatta idha jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. La ilaha illa Allah. Sikiliza sigha ya maneno ya Mola, sikiliza structure ya maneno ya Mola. Hatta idha jaa ahadahumul maut, hata atakapojiwa mmoja wao na umauti. Tawaffathu rusuluna, wajumbe wetu tuliowatuma kwenda kufanya kazi hii ya utoaji wa roho, wakamfisha. Wahum la yufarritun thumma ruddu ila maulahumul haq, kisha wakarejeshwa wote kwa Mola wao wa haki. Naam, almautu ka'sun wa kullu nnasi sharibuhu. Umauti ni kikombe, kila mmoja wetu lazima anywe kwa kikombe hicho na kupitia kikombe hicho. Almautu babun wa kullu nnasi dakhiluhu. Umauti ni mlango, kila mmoja wetu lazima apitie katika mlango huo. Naam, almautu la ya'rifu ra'isan wala mar'usa. Umauti haumjui raisi wala wale ambao wanaongozwa na raisi. Almautu la ya'rifu raisan wala mar'usa. Umauti haumjui raisi wala wale ambao wanaongozwa na raisi. Almautu la ya'rifu malikan wala mamluka. Umauti haumjui mfalme wala wale wafuasi wake anaoongoza. Almautu la ya'rifu saghiran wala kabira. Umauti haumjui mdogo wala mkubwa.
الموت لا يعرف غنيا ولا فقيرا. Umauti haumjui tajiri wala masikini. الموت لا يعرف امرأة ولا رجلا. Umauti haumjui mwanamke wala mwanaume. الموت لا يعرف عالما ولا جاهلا. Umauti haumjui msomi wala mjinga. الموت لا يعرف إماما ولا مأموما. Umauti haumjui imamu wala mamuma. Naam, الموت لا يخاف أحدا. Umauti haumwogopi mtu yoyote yule. وملك الموت رسول من رسل الله. mjumbe katika wajumbe wa Allah. وجند من جنود الله. mjeshi katika wanajeshi wa Allah. la yakhafu ahada. hamwogopi mtu yoyote yule. hamwogopi mtu yoyote yule. الموت لا يحتجب عنه بالحجاب. Umauti hauna kizuizi. Umauti hauna kizuizi ndugu zangu. Tufanye mimi na wewe taammul, tafakkur, tadabbur. Tufanye mimi na wewe mazingatio. Raisi aliyetangulia mbele ya haki, Dr. John Pombe Magufuli, inasemekana ni raisi ambaye alikuwa ana ulinzi wa kutosha pengine Afrika nzima. Lakini angalieni jeshi la Allah, komando wa Allah, malakul maut na jopo lake walivyoweza kupenya katika chumba chake. Hakuna cha bodyguard, wala hakuna cha mjeshi, wala hakuna cha silaha, wala hakuna cha sniper, wala hakuna cha nani wala nani. Jeshi la Allah likitumwa kwako, kwangu na kwa yoyote, watapenya bila kubisha hodi, na hakuna mwenye uwezo wa kuwazuia. Tufanye mazingatio juu ya kifo hichi. Tufanye mazingatio juu ya hili. Nina hakika tena kwa 100% walinzi wa mheshimiwa rais aliyetangulia walikuwa wakimpenda sana kiongozi wao. Walikuwa wakimlinda kuliko hata mboni ya macho yao. Walikuwa hawataki hata ajikune au ajikwae. Lakini Allah anakuonyesheni mwisho wa siku, nyinyi ni viumbe dhaifu sana. Nyinyi ni watu tu. Nyinyi ni wana wa Adam. Na Allah ameonyesha shani yake, uwezo wake, utukufu wake na pawa yake. Kuna haja ya kufanya tafakuri katika hili, ili tuweze kujua uwezo wa Allah, ili tuweze kujikumbushia uwezo wa Allah, ya kwamba yeye ndio muweza asiyewezekana, na ni powerful power isiyokuwa na mapungufu ya aina yoyote ile. Naam, ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha ndani ya suratul Waqi'ah, na hapa nataka mimi na wewe tufanye mazingatio. Suratul Waqi'ah kuanzia aya nambari 83 hadi 87, Allah anatuambia hatta idha balaghati alhulqum, hatta idha balaghati alhulqum, hata roho itakapofikia katika hatua ya mwisho katika koromeo la mtu. Roho hutolewa kwa step by step, inatoka katika eneo fulani katika mwili
huvutwa kidogo kidogo, hutolewa mpaka inafika katika koromeo. Allah anasema hatta idha balaghatil hulqum, hata roho itakapofikia katika koromeo, step ya mwisho. Wa antum hina idhin tanzurun, ili hali nyinyi wapenzi wa yule muhusika mnamtazama, mnakodolea macho, hamuna uwezo wa kuzuia roho ile isitoke, hamuna pawa ya aina yoyote. Hata kama mliko mkijidanganya, basi Allah anawachallenge, anasema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, tambueni, jueni, fahamuni ya kuwa hakika yangu niko karibu na mja wangu katika hatua ile, na maskari wangu, wajumbe wangu, malaika wangu watoa roho wako karibu mno na yeye kuliko hata nyinyi. Walakin la tubasirun, lakini nyinyi hamuoni kwa bahati mbaya. Falaula in kuntum ghayra madinin, lau kama nyinyi ni wajanja kweli, lau kama nyinyi mna nguvu kweli, lau kama nyinyi mna pawa kweli, tarji'unaha in kuntum sadiqun, tarji'unaha in kuntum sadiqin, basi rejesheni roho ya mja wangu yule katika mwili wake ikiwa nyinyi ni wa kweli. Allah ametamba kweli kweli katika masala mazima ya kifo na umauti. Allah katika maeneo ambapo ameonyesha pawa yake, ukubwa wake, uzito wake, kwamba yeye ndo kila kitu, katika eneo hili la kifo na umauti kwa ujumla ametamba kweli kweli na kutuonyesha kwamba yeye ndiye yeye na hakuna mwingine zaidi ya yeye. Lau kama nyinyi ni wenye nguvu, anawasemesha kina nani? Anawasemesha ndugu, jamaa, marafiki, madaktari mbalimbali ambao hamu yao namna gani waweze kuokoa roho ya kiumbe yule, namna gani waweze kumponya kiumbe yule, kiumbe yoyote yule katika viumbe wa Allah. Muda wake ukifika tu, Allah atawasemesha wale madaktari bingwa wote na ndugu, jamaa na marafiki, anawaambia ya kuwa lau kama nyinyi mna nguvu, lau kama nyinyi ni mahodari, lau kama nyinyi ni wajanja zaidi, rejesheni basi roho katika mwili wa mtu wenu, zuieni basi roho isiweze kutoka. In kuntum sadiqin, ikiwa kweli nyinyi ni wa kweli kabisa. Islam, mimi ninachokifahamu, rais kama alivyokuwa Rais Magufuli na kama atakavyokuwa rais wa sasa aliapishwa, na kama ilivyo marais wote duniani, wana madaktari maalum, wana ulinzi maalum, vyakula vyao vinapimwa. Hawezi kula mpaka kile chakula kithibitishwe kuwa chakula bora, hakina sumu, hakina madhara kwake. Hakuna kiumbe duniani aliyelindwa, hakuna kiumbe duniani anayelindwa, anayehifadhiwa, anayechungwa, anayepewa usalama wote wa kutosha kama maraisi duniani. Lakini Mola na muumba wa maraisi, mkubwa wa wakubwa, mfalme wa wafalme, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, atakapomtaka kiumbe wake yoyote, awe mfalme, awe chifu, awe raisi, awe waziri, awe hata nani, Allah kimtaka atamchukua tu, atake asitake. Naam,
Njoo katika suratul Qiyama, msikilize Allah anavyotamba kuhusiana na masala ya umauti na namna alivyotupatia. Ndio katupatia kweli kweli. Ujanja wa wana wa Adam mwisho wake ni pale watakapofumba macho. Katika suratul Qiyama aya nambari 26-28 Allah anasema kalla idha balaghatil hulqum, sivyo roho itakapofikia katika mfupa wa mwisho kabisa wa koromeo. Waqila man, na pakasemwa nani mwenye uwezo nani mwenye uwezo wa kumtibia huyo kiumbe wangu ili asife. Wadhanna annahu alfiraq, kiumbe naye akapata uhakika kuwa sasa safari imewadia. Katika ubingwa wa Allah, mtu yoyote atakapoingia katika sakaratul maut, takriban wengi wetu tunaanza kuhisi kwamba hii ni safari. Shahidi wewe, shahidi mimi. Mtu yoyote aliyefiwa atakwambia marehemu wangu siku za mwisho alishasema kabisa, msisumbuke, mimi naondoka. Pengine alishaanza kutumikia sakaratul maut, uchungu wa umauti. Na atakapofikia katika uchungu wa mauti, mwana wa Adam hana uwezo wa kuambia kuna malaika na waona hawa wananitisha au wananifurahisha. Lake yeye ni jicho tu, amekwisha fungwa mdomo, hawezi kutamka lolote. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Tanzania, kifo hiki kitupe sisi nafasi ya kurudi kwa Mola wetu. Kifo hiki kiwe sababu ya sisi kumjua Mola wetu zaidi na zaidi. Kifo hiki kiwe sababu kwetu sisi kumwogopa na kumcha Mola zaidi. Kifo hiki cha Rais Magufuli kiwe sababu cha mimi na wewe kujiandaa na umauti. Hakuna safari ya ajabu duniani kama safari ya umauti. Saa, wakati, dakika, sekunde, hata wewe hujui unaondoka lini. Tiketi yako ya kuondoka hukati wewe na unakatiwa na Allah jalla fi'ala. Jauri ya nini? Ukaidi wa nini? Ufedhuli wa nini? Maovu ya nini? Madhambi ya nini? Machafu ya nini? Ikiwa kila mmoja wetu anajua wakati wake utakapofika naye ataondoka. Katika suratul Qaf aya nambari 19 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Uchungu wa mauti utakapofika kwa haki, na mwana wa Adam anapokuwa anahangaika na roho inamtoka, Allah atamwambia dhalika ma kunta minhu tahid, hayo ndiyo uliokuwa ukiyakimbia. Mtu yoyote akishajua ya kuwa wakati wowote, saa yoyote yeye ni mwenye kuondoka, na kama ana akili timamu ataijenga akhira yake, hatomkosea Mola wake, hatowakosea viumbe wenzake, hatochuma madhambi, atajitahidi kujiepusha na madhambi na maovu na maasi na machafu kwa ujumla, na atajitahidi kumcha Mola wake wa haki. Naam, kullu nafsin dha'iqatul maut,
ugonjwa au mauti. Kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitaangamia isipokuwa atakayebaki ni Mola wa haki Allah. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila mwenye kuishi katika ulimwengu huu ni mwenye kuisha, ni mwenye kutoweka, ni mwenye kuondoka, na ni mwenye kufa, na hakuna atakayebaki illa ni Mola wako mtukufu peke yake. Naam, al-lailu mahma tala, usiku hata urefuke vipi, fala budda min tulu'i al-fajri, asubuhi al-fajri lazima uingie tu. والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر, umri hata urefuke vipi iko siku tutaingia kaburini. Naam, ndugu zangu, najiuliza swali moja. Lau Allah angeliweka khiyari, lau Allah angeliweka option, njia kuu za kukutana naye yeye ni mbili: njia ya kifo au njia ya kukodi ndege peke yako. Muda ukifika, bwana wewe, njia ya pili hii hakuna kufa, hakuna kuvishwa sanda, hakuna kukoshwa, hakuna kutiwa kaburini. Anaiweza aje na ndege? Hata sisi maskini tungechanga changa tukanunua ndege zetu zaidi ya Emirates. Lakini Allah anasema hapana, njia ni moja tu, hii ya kurudi kwake yeye. Kuna viumbe majeuri sana katika ardhi hii, kuna viumbe waovu sana katika ardhi hii, kuna viumbe wachafu sana katika ardhi hii, kuna viumbe waonevu sana katika ardhi hii. Meseji hii ya kifo iwe sababu ya kurudi kwa Mola wao wa haki, na wakaacha madhambi maovu na machafu yote kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye alifariki, na Allah anamwambia ndani ya Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hakika yako wewe ni maiti, utakufa. Wa innahum mayyitun, na hakika yao wao ni maiti, ni maiti watarajiwa, na iko siku watakufa. Neno la mtarajiwa, tunapaswa sote tuitane watarajiwa. Lakini leo mtarajiwa utasikia kwa bwana harusi tu, tarajiwa, mtarajiwa. Kutarajiwa kufanya nini? Kuoa. Mimi, wewe, sote ni watarajiwa wa kufa. Na sisemi watarajiwa wa kuoa. Wengine mshaoa hapa mulipo, mmeamua kutosheka na mke mmoja, na kama una wawili una wanne ndio mwisho wako, hakuna utarajiwa tena. Lakini kwenye kifo kila mmoja wetu ni mtarajiwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki siku ya Jumatatu. Wanawachuoni wako waliosema ni saa 2 asubuhi, na wako waliosema saa 4 asubuhi. Ilikuwaje? Malakul maut, Waswahili tunamjua kwa jina la Israel, na jopo lake na makomando wenzake na jeshi wenzake wametumwa na yule bingwa wa mabingwa anayetuma, akawaambia, sasa nataka roho tukufu takatifu kuliko roho za viumbe wote, roho ya Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam, sasa ni zamu ya Mtume Muhammad, nendeni mkamchukue Mtume Muhammad. Na Mtume Muhammad alipokwenda kuchukuliwa, malakul maut hakuachwa peke yake na jopo lake. Baadhi ya wanawachuoni wanasema jopo lake ni malaika 40 na yeye akiwa pamoja nao. Hawakwenda hao 40 na malakul maut peke yake, bali mkuu wa malaika Jibril alayhi salam naye akaambiwa kwa heshima na taadhima na utukufu wa Muhammad, wapeleke na waongoze wewe namna ya kutoa roho yake tukufu takatifu. Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim huwal barrul karim. Jibril alayhi salam akaingia, sema ya Muhammad, haya sasa muda umefika. Baadhi za riwaya ulamaul hadith wanazitia doa na dosari. Riwaya inasema alimwambia, ewe Muhammad, na kukhiarisha, nimeambiwa ni kukhiarisha, nataka kuendelea kubaki au muda umefika jamaa wachukue amana, roho ipelekwe kwa mwenyewe aliyeiumba roho yako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa anaangalia mbinguni hivi, naye alishachoka hoi, maskini amefariki akiwa na miaka 60 tu, ameumwa kiasi fulani. Akasema bali rafiqil a'la, sitaki tena kubaki duniani, nataka niende huko. Pamoja na hayo, malakul maut alipoanza kazi yake ya kutoa roho, Bibi Aisha anasema alikuwa akiugulia uchungu wa mauti. Anasema niletee bakuli ya maji ya baridi, nikamletea. Akaanza kuyapaka maji yale katika uso wake mtukufu. Fabadaa yamsahu wajhahu sharifa bilma'i albarid, alikuwa anaanza kuosha uso wake kwa maji ya baridi, huku anasema la ilaha illa Allah inna lilmauti la sakarat, hakika kweli umauti una uchungu. Riwaya nyingine alikuwa anasema Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, ewe Allah nakuomba unifanyie takhfif uchungu wa mauti. Na nina hakika malakul maut alikuwa hatumii nguvu wala kukomoa kutoa roho yake, kwani anajua Muhammad ni kipenzi cha Allah jalla fi'ala, na alikushapewa angalizo kadhaa wa kadhaa kwamba sasa unakwenda kwa nani kuchukua roho yake. Ndugu zangu Waislamu, kifo cha aliyekuwa rais wa nchi yetu, Rais Magufuli, tukichukue kwa mazingatio makubwa sana. Mazingatio namba 1 ni kwamba hakuna mkubwa kuliko Allah. Sote tutakufa, hakuna atakayebaki illa Allah. Unaweza ukawa na una ndoto zako na mipango na plani zako kama alivyokuwa Rais Magufuli. Amejitahidi kufanya kazi kadri ya uwezo wake. Siongei hayo kwa sababu ya kujipendekeza kwa mtu. Alipokuwa hai kupitia mimbari hii nishasema sana, sijipendekezi kwa rais na klipu zangu zipo. Naongea ukweli. Uislamu hautukatazi kumsifia, kumpongeza asiyekuwa Muislamu akifanya jambo jema. Mtume wetu alimsifu mfalme wa Habasha An-Najashi alipoambia masahaba, nendeni kimbilieni Ethiopia, inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad, kuna mfalme kule mwadilifu, hakubali mtu adhulumiwe katika nchi yake. Masahaba walidhulumiwa, waliteswa, walisumbuliwa. Mtume akamwambia kimbilieni kwake. Mtume alimpa CV na sifa kwamba yule mfalme ni mwadilifu, na wakati huo mtume anajua alikuwa ni Mkristo tena kindakindaki. Sifa
ya kazi, uadilifu, nini, Uislamu hautukatazi sisi kuzisema kwa mtu yoyote asiyekuwa Muislamu, endapo sifa hizo atakuwa anazo kweli. Laiti angekhiarishwa na Mungu, angesema naomba uniache nimalizie miradi yangu na nizifungue zote. Na hapa Mungu anaonyesha yeye ndio Mungu, na rais alikuwa ni kiumbe dhaifu sana wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekusharudi kwa Mola wake, na Mola anamjua vizuri kuliko sisi, na Mola atamlipa malipo stahiki ambayo yeye Mola anajua kwamba kiumbe wangu huyu ana malipo haya stahiki kutoka kwangu mimi. Na hii ndio akida ya Uislamu, na kila Muislamu aliyosoma dini ananielewa ninachokiongea. Lakini ikiwa jazba kusoma, ndio utajifanya wewe hakimu tena wa mahakama kuu kabisa. Bora hata ungejipa uhakimu wa mahakama ya mwanzo. Waislamu, nimetaka tu niwarejeshe kwa Allah na Watanzania kwa ujumla kwamba tushikamane na Allah, tumwogope Allah, tujue Allah ndio kila kitu, tujue Allah ndio Jabbar Al-Kabir Al-Mutaal. Rais Magufuli alikuwa mwamba kweli kweli, lakini mwamba leo kafumba macho. Nani kamfanya afumbe macho? Mwamba wa miamba yote, Allah jalla fi'ala. Rais Magufuli alikuwa shupavu kweli kweli, hii ni kweli kabisa naongea, lakini Allah ameonyesha shani yake na nguvu zake. Rais Magufuli alikuwa jiwe kweli kweli, na yeye mwenyewe alikuwa anasema mimi ni jiwe, lakini Allah anasema mbele yangu mimi nyote ni wanyonge na wadhaifu. Rais Magufuli alikuwa anajiamini kupita kiasi. Ikiwa yeye kaondoka na ulinzi wake na madaktari wake na uangalizi wa hali ya juu, mimi na wewe tujiandae na kifo, tutaondoka. Ishu nini? Huko unakokwenda kipi kitakachokusaidia? Huko baba hakuna rais wala hakuna mheshimiwa, huko ni matendo ya mtu, na Allah ni mwadilifu, atamlipa kila mmoja wetu kadri ya matendo yake yalivyo. Baada kusema hayo, sitaki kurefusha, nataka nitoe tamko. Nataka nitoe tamko na wito kwa serikali. Nataka nitoe tamko na wito kwa serikali, kuanzia rais mpya ambaye nimesikia ameapishwa leo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mama yetu binafsi namjua kwa kiasi fulani, na nimeshawahi kukutana naye mara kadhaa wa kadhaa. Mwenyezi Mungu amsaidie kwa kazi hii ngumu aliyopewa. Semeni amin. Amin. Manake aliyepita tukisema Mungu amsaidie kwenye kazi zake, mnasema Mkristo haifai, na wewe Muislamu sasa. Someni dini, ulizeni mashehe, sio kila moja shehe.